Chama cha ACT Wazalendo wametoa hoja zao 6 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ngoja nisome hizi samale alafu niende sasa kwenye hiyo taarifa kwa umma. Namba 1, makamishna wa tume huru ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani. 2, wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo. 3, mawakala wa vyama wafanye shughuli zao bila bugdha na wasizuiwe. 4, wagombea wasienguliwe. 5, pasiwe na kura feki. 6, vyombo vya ulinzi na usalama visiingilie mchakato wa uchaguzi. #Operation Linda Demokrasia ina shabaha ya kurejesha heshima ya kura zetu. Sasa ngoja nisome huu mkeka hapa. Hii ni Alliance for Change and Transparency, yani ACT Wazalendo, taarifa kwa umma. ACT Wazalendo yaja na hoja 6 kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Chama cha ACT Wazalendo kimeainisha maeneo 6 ambayo kimesema iwapo serikali na tume ya uchaguzi kitayatekeleza kwa vitendo, yatajenga msingi wa kuaminiana miongoni mwa wadau wa uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akizungumza katika kongamano la 3 la Operation Linda Demokrasia lililofanyika mkoani Kigoma katika jimbo la Kigoma mjini tarehe 6 Aprili 2025, makamu mwenyekiti bara wa ACT Wazalendo ndugu Isihaka Mchinjita amesema kuwa baadhi ya masuala hayo yanahitaji mabadiliko ya sheria, bali ni usimamizi wa sheria zilizopo. Swala la kwanza, kwa mujibu wa ndugu Mchinjita, ni kuhakikisha kuwa wajumbe wa sasa wa tume huru ya uchaguzi wanaondolewa na wajumbe wapya wanateuliwa kwa kuzingatia utaratibu uliowekwa kwenye sheria ya tume huru ya uchaguzi, ikiwemo kutangaza nafasi hizo na kufanya usaili kwa Watanzania wenye sifa kupewa nafasi ya kuwa makamishna wa tume huru ya uchaguzi. Pili, alisema Mchinjita, ni lazima vyombo vya ulinzi na usalama vijiondoshe katika kushiriki katika hujuma za kupora uchaguzi. Uzoefu wa uchaguzi wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu 2020 na uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 umeonyesha kuwa vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi na idara ya usalama wa taifa vimejiingiza katika uwizi, kubariki na kushiriki katika vitendo vya wizi wa kura. 3, ACT Wazalendo imesisitiza juu ya wakurugenzi wa halmashauri kutokuwa wasimamizi wa uchaguzi. Ndugu Mchinjita ameweka bayana kuwa tume ya uchaguzi inapaswa kuhakikisha kuwa mchakato unaoendelea sasa wa uteuzi wa wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi hawahusishi wakurugenzi wa halmashauri ambapo takribani wote ni makada wa Chama cha Mapinduzi. 4, hatua madhubuti zinapaswa kuchukuliwa kuhakikisha kuwa kura feki zinadhibitiwa kwenye mchakato wa uchaguzi. Mchinjita ameweka bayana kuwa ni lazima kuwa na uwazi na ushirikishaji kwenye mchakato mzima wa uzalishaji, usambazaji na udhibiti wa karatasi ya kupigia kura. 5, mawakala ni lazima wawe huru katika vituo vya kupigia kura. Mchakato mzima wa upatikanaji, uapishaji na uwepo wa mawakala katika vituo vya kupigia kura ni lazima uzingatie maslahi mapana ya wagombea, ikiwemo mawakala kupatiwa nakala za matokeo. Pia iwe ni mwiko kwa mawakala kuondolewa kwenye vituo vya kupigia kura. 6, kusiwe na kuenguliwa kwa wagombea. Tume ya uchaguzi iweke utaratibu wa kurekebishwa kwa makosa ya kiuandishi katika fomu za wagombea badala ya kuendelea kuwaingua wagombea wa upinzani pekee. Kwa upande wa Zanzibar, ndugu Mchinjita amesema kuwa masuala ya kipaumbele ni kuondolewa kwa kura ya mapema, kuondolewa kwa mkurugenzi wa ZEC na sekretariat yake na uandikishaji wa wapiga kura bila ubaguzi. Ndugu Mchinjita ameweka bayana kuwa hoja hizi zitawasilishwa kwenye majadiliano yanayoendelea kupitia Kituo cha Demokrasia TCD. Katika hatua nyingine, ndugu Mchinjita ameweka bayana msimamo wa chama wa katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 ufutwe na ufanywe sambamba na uchaguzi mkuu 2025. Ndugu Mchinjita ameweka bayana kuwa Operation Linda Demokrasia ina lengo la kurejesha thamani ya kura ya kila Mtanzania na kwamba ACT Wazalendo inaendelea kuhamasisha wananchi kuwa tayari kupigania thamani ya kura.
Chama cha ACT Wazalendo kinaendelea na makongamano ya viongozi wa ngazi za chini kufafanua msimamo wa chama kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Kongamano la mkoa wa Kigoma ni la 3 likitanguliwa na makongamano ya mikoa ya Dar es Salaam na Lindi. Baada ya Kigoma, ACT Wazalendo kinatarajiwa kufanya kongamano la 4 katika mkoa wa Songwe tarehe 12 Aprili 2025. Imetolewa na Shangwe Ayo, naibu katibu idara ya habari, uenezi na mahusiano na umma ACT Wazalendo. Hiyo hapo tarehe 6 Aprili 2025. Kimsingi hivyo ndivyo ambavyo habari hiyo imetikisa huko mitandao ya kijamii. Ngoja nipitie comment kidogo. Moja kati ya wadau wameandika, ACT Wazalendo mna akili sana kuliko Chadema. Tatizo Chadema wanasema no reform na hawana point ya msingi. Hebu wafundishe siasa, maana waliopewa mamlaka akili zao ndo hivyo tena. Mtu mwingine ameandika, anasema hivi, Chadema na ACT muwatafute wale viongozi wa TEK, wa TEK, maaskofu, muwashawishi kwa nguvu zote jinsi hali ya uchaguzi ulivyo, na nasema laiti kama TEK tu peke yao wakatoa waraka kuwa waumini wao. Chama cha ACT Wazalendo wametoa hoja zao 6 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ngoja nisome hizi samale alafu niende sasa kwenye hiyo taarifa kwa umma. Namba 1, makamishna wa tume huru ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani. 2, wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo. 3, mawakala wa vyama wafanye shughuli zao bila bugdha na wasizuiwe. 4, wagombea wasienguliwe. 5, pasiwe na kura feki. 6, vyombo vya ulinzi na usalama visiingilie mchakato wa uchaguzi. #Operation Linda Demokrasia ina shabaha ya kurejesha heshima ya kura zetu. Sasa ngoja nisome huu mkeka hapa. Hii ni Alliance for Change and Transparency, yani ACT Wazalendo, taarifa kwa umma. ACT Wazalendo yaja na hoja 6 kuelekea uchaguzi mkuu 2025. Chama cha ACT Wazalendo kimeainisha maeneo 6 ambayo kimesema iwapo serikali na tume ya uchaguzi kitayatekeleza kwa vitendo, yatajenga msingi wa kuaminiana miongoni mwa wadau wa uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akizungumza katika